Shalom, shalom. Leo nimeona nilete tafakari nzito ambayo ukisoma tu unaweza usielewe, lakini ukisikiliza unatoka na kitu kikubwa sana hapa. Kuna saa unatakiwa umshukuru shetani kwa yale aliyokufanyia kwa sababu nyingi tu. Unaweza ukaona hiyo picha hapo. Sababu kubwa ya Upendo Nkone kupata zawadi ya gari ni kwa sababu alidhalilishwa kwa maneno yako kabinti kalitamka hivi. Nimekuta hiyo kwenye social media. Kalitamka hivi: huna lolote unalomzidi mama yangu, zaidi umemzidi umri tu, huna pesa wala bajaji. Hapo ndio aliandika huyo hapo. Inawezekana alisema vitu vingi zaidi, lakini nafikiri mnakumbuka maneno ya dharau. Hayo ndio yaliamsha hasira ya walioamua kumchangia apate gari. Kwa hiyo kuna wakati sasa Upendo akitulia hivi, ukitulia ukae chini umshukuru huyu mtoto anaitwa Joan, huyu hivyo hivyo alivyo na hali zake hizo hizo utaelewa hichi ninachosema, na nadhani tayari mshaanza kunielewa. Umshukuru huyo kwa sababu huyo amekuwa sababu ya wewe kuweza Mungu kuinua wivu na kwamba akubariki na wewe. Akubariki na wewe. Unajua hakuna heshima kubwa kama kupata zawadi kutoka kwa watu ya upendo, kwa sababu hizo zawadi ambazo huyo mtoto anazisemea za mama yake, wala hatujui zimetokea wapi. Pengine zimetokea kwenye uchafu, pengine zimetokea kwenye mambo machafu. Hakuna hata anayejua amenunua kwa pesa halali au sio halali, lakini tayari gari ya upendo inajulikana kabisa ni pesa halali ya upendo, ya upendo imenunua hilo gari. Kwa hiyo yani huyo Upendo mshukuru tu Joan kwa moyo safi kabisa kwamba katika historia yako ya gari usimsahau huyu mtoto anaitwa Joan huyu. Mshukuru tu hivyo kalivyo na mambo yake hayo mshukuru. Haya ndio yanayotokeaga katika masomo yangu ya degree ya kwanza ya uongozi, mambo ya theolojia. Tulisoma katika wakufunzi ambao ni wakubwa tu kama kina Maxwell. Kuna somo moja ambalo lilitufundisha, lilikuwa linasema kugundua jambo jema katikati ya ubaya ama katikati ya uovu. Yaani katikati ya uovu jaribu kutafuta wema. Yaani unapopata na jambo baya jaribu kutafuta, je, ndani ya ule ubaya kuna jema lolote? Kwa sababu unajua kama si shetani hata sisi tusingefika hatua tuliofikia. Hebu fikiria, ni wangapi kama si shetani kuwaletea mabaya na magonjwa, hata kanisani wasingekanyaga kwenda kuokoka. Kwa hiyo wamshukuru na shetani kwa ajili ya kutumiwa na Mungu, maana mnafahamu shetani ni mtumishi wa Mungu. Yaani shetani ni mtumishi wa Mungu ila sio mtoto wa Mungu. Maneno magumu haya wanasema maneno kuntu. Shetani ni mtumishi wa Mungu ila sio mwana wa Mungu. Huwa anatumiwa na Mungu shetani kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, shetani alitumiwa kwa ajili ya kumsurubisha Yesu. Shetani akiwa anafurahia kabisa, akijua ndio anammaliza Yesu, kumbe ndio anamtengeneza kuwa mfalme. Unaona Shetani ametumiwa mara nyingi kuwapa watu matatizo makubwa, magonjwa ya ambayo walikuwa na mioyo migumu ya kuokoka mpaka wakaenda kanisani wakaokoka. Sijui mnaelewa? Shetani ndiye amewatesa watu wakanyimwa haki zao, labda wakanyimwa labda chakula, wakanyimwa msaada, wakateseka mpaka akili zikaamka, wakaanza kutafuta maisha wenyewe, mpaka sasa wamekuwa matajiri wengine kwa sababu walikula kibano kikali cha shetani. Kwa sababu hiyo shetani anaweza akatumika alafu akakusababishia baraka kubwa. Mimi nasema kama umepanda level kubwa ya kiroho, narudia tena, kama una level kubwa ya kiroho kama mimi na wengine,
sometime upate muda wa kumsema shetani asante kwa kuweza kufanya kituko chako hiki, lakini nakupa tu taarifa ya kwamba kimesababisha mimi kuweza kupanda ngazi hii niliyofikia. Kwa nini unatakiwa mshukuru? Yeye ni mtumishi wa Mungu, na yeye kama vile unavyoona malaika hutumiwa na shetani hutumiwa, ila shetani huwa anatumiwa kwa option mbili, kwamba kwa sababu anachotaka akufanyie wewe ni kibaya, anabidi yeye mtumishi wa ubaya atumiwe. Maana malaika wanatumiwa katika mema, shetani anatumiwa katika ubaya, kwa sababu ndio kazi anayoiweza. Kwa hiyo huwa anatumiwa kabisa kwa ajili ya kumletea mtoto wa Mungu baraka, wakati mwingine kuletewa kuinuka zaidi. Yaani unajua Mungu anaweza akakubariki, lakini ili uinuke zaidi lazima shetani atumiwe ili akuweze kukusugua na kukufikia mahali fulani upande. Kwa hiyo Upendo Nkone, mshukuru Joan kwa ajili ya kutumika hivyo hivyo alivyo. Kama ninavyokuambia, wakati mwingine unatakiwa mshukuru shetani, unaweza ukatakiwa mshukuru Joan kwa sababu ametumiwa kulopoka maneno yaliyokasirisha watu, wakaona kwa nini mtu wetu mpendwa adhalauliwe namna hii, kama vile ya Yesu kwamba amedhalilishwa pale msalabani. Sasa kwa kudhalilishwa vile, hasira ya Mungu ikamuinua sasa Yesu ambaye ni nafsi yake, akainua ambaye ni nafsi yake iliyobeba neno, ikainuliwa kutoka kaburini kwa kishindo na kwa utukufu mwingi. Anatawala milele na ndiye atakayetumwa kuja kuhukumu ulimwengu, kwa kuwa yeye anaitwa Neno, ni sehemu ya Mungu, ni pati ya mwili wa Mungu. Kama Mungu angekuwa na mwili, Yesu ni pati ya mwili wa Mungu, na ndio maana Yesu huwezi kumtenganisha na Mungu. Kwa sababu hiyo, shetani ni mtumwa wa Mungu. Mtumwa wa Mungu anaweza akatumiwa kukuletea matatizo ili kukupeleka mahali palipo juu zaidi. Chunguzeni mambo mengi sana ambayo mnapitia, huwa shetani ametumiwa alafu yamesababisha ubarikiwe. Kama umenielewa vizuri, comment asante nabii na uniombee. Ubarikiwe sana. Oh, haleluya.